Mambo yamekuwa mengi. Meli zaidi ya 4 za Iran zimefanikiwa kuvuka boda ambayo imewekwa na meli zaidi ya 12 na wanajeshi wa majini pamoja na majeshi wa angani, Air Force wa Marekani, japo tangu Trump atangaze kwamba hakuna meli itakayoruhusiwa kupita pale. Sasa Iran jana wamepitisha meli zao zaidi ya 4, na pia imeleta sitofahamu. Watu wanauliza, wa Marekani wengi wanauliza na wanasiasa kwamba inakuwaje wewe ulisema kwamba hakuna meli zinapita, mpaka leo hii meli ziko zinapita. Na China wamefanikiwa kupitisha meli yao tena jana. Jiulize swali, kwa nini Marekani japo na kuweka viziwizi kupeleka wanajeshi kule wa majini, wa angani pamoja na meli zaidi ya 12 kuzuia meli yote isivuke, lakini Iran jana wamefanikiwa tarehe 14 Jumatatu ya mwezi wa 4 zimefanikiwa kupita meli zaidi ya 4 pamoja na meli za Kichinese. Hapa utagundua kwamba kuna propaganda nyingi sana, na Trump anajaribu kukwepa hii vita kwa kutaka yani kwa kuogopa kutaka kuanzisha sababu zisizokuwa za msingi. Lakini kiukweli Trump anaogopa kwa sababu anajua, yani right, kama alivyosema kwamba meli yote itakayovuka pale lazima atailipua. Mbona hajalipua mpaka sasa hizi? Nini kinaendelea? Nini kinafata? Sasa ndugu yangu, mimi nilikwambia, yani masuala ya propaganda, Marekani namba 1, lakini Marekani ni muoga sana, wala hawezi kufanya kitu chochote kile. Nilikwambia ile meli yake ile ya kubebea ni hizo fighting jet, hiyo ya George H.W. Bush, saizi inatoka kule inapitia Afrika ilirudi Marekani. Ile Abraham Lincoln inaitafuta Greece, Ugiriki huko. Sasa anajaribu kuchomoka pole pole, yani anajaribu kuchomoka kibabe. Kuchomoka kibabe ni nini? Ni kutoka umeacha matangazo, umeweka amri kali ili watu waanze kuogopa, lakini hakuna kitu. Marekani anamuogopa Muirani. Hiyo ndio short, kwa sababu mimi nilifikiria pale, yani hii meli ya Mchinese, kwa sababu Mchinese ndo ananunua mafuta pale 90%. Wengine hawa ni Sri Lanka, India, South Korea, Japani, Singapore huko. Hizi hazina madhara makubwa. Mimi nilifikiria mzuizi mkubwa ya meli ambayo atakayezuia yeye ni meli ya Mchina, meli ya Iran isipite. Sasa Iran wamepitisha jana zaidi ya meli 4. China imepitisha jana meli zake. Anazuia meli za nani sasa? Na Iran wameweka wazi, meli haiziwezi kupita pale pasipokuwa na makubaliano ya serikali ya Teherani na ulipaji wa fedha wa dola milioni 2 na kufuata sheria za kimataifa. Sasa Marekani anazuia meli za kina nani? Hapo ndipo unapasha wewe kujitathmini. Sasa Marekani ni muoga. Trump anaendelea kupata moto huko. Pressure imekuwa kubwa na waumini wa kanisa la Katholiki. Viongozi wamemwijia ajua, anasema umegusa pabaya. Ndugu yangu, kwa Katholiki imegusa pabaya. Yani kama kuna dola ambayo haipashwi kuchezewa kwenye masuala ya kisiasa, ni dola ya Katholiki ambayo inaongozwa na dola ya Rome hiyo inaitwa. Hii ilikuwa ni dola imeongoza dunia miaka zaidi ya 1000. Ni dola kubwa sana, na karne ya 6. Wa Rome wanajitambua. Sasa amegusa sehemu mbaya sana.